Mambo yanayoharibu mfungo wako. Leo tuko mahali hapa, Bwana wa majeshi ametupatia kibali ili tuweze kusemezana kwa habari ya kufundishana neno la Mungu kupitia chaneli hii ya Mikono ya Kristo. Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nimekuja na somo ambalo nimekuambia hapo mwanzoni kabisa. Leo nataka nikufundishe mambo ya muhimu kabisa ambayo watu kwa kuto kuyajua, hasa kuto kuyajua, wachache sana wanaoyapuuzia, lakini walio wengi hawayajui, mambo yanayoharibu mfungo wako. Mambo haya ni mambo ambayo yamezoeleka, yanafanyika na watu hawajui kwamba ni sehemu ya mambo ambayo yanaweza kuharibu mfungo wako, tena unaharibika kabisa. Kumbuka, mfungo ukiwa ni wa siku 20 ambao una nia maalumu, ama wana siku 10 ama wana siku 3, ukiuharibu siku moja, maana yake inabidi uanze upya. Hiyo ni sheria ya mfungo. Kwa hiyo kutokujua mambo haya ambayo yanaweza kuharibu mfungo wako kunaweza kukufanya wewe ukajikuta unafunga na upati matokeo yoyote. Mtu yoyote mwenye kufunga nia yake ni kupata matokeo. Yoyote anayefunga mfungo wake ana lengo la kupata matokeo. Sasa unaweza kusikia kwa habari za watu wengi kwamba nimesali sana, nimeomba sana, nimefunga sana, lakini sijapata matokeo. Leo naomba nikuambie haya mambo machache ambayo yatakusaidia, na nitakupa mifano ya mambo hayo ambayo yameweza kuharibu mifungo ya watu na matokeo ya watu wengine. Wengine walipata adhabu kwenye Biblia kwa sababu ya mambo hayo yaliharibu mfungo wao, lakini wengine hawakupata matokeo kabisa. Nitaanza na nini? Kabla ya kukuambia jambo lolote, nataka uweke Biblia yako sawasawa. Kama unafuatilia mafundisho ukiwa mahali pa utulivu, chukua Biblia yako, weka sawasawa. Na kama unasikiliza tu mahali fulani, basi chukua peni na karatasi kwa ajili ya kunoti vitu muhimu, ili utakapokuwa katika utulivu uweze kufuatilia yale ambayo nitakuwa nimeyafundisha kipindi ambacho ulikuwa mbali na Biblia yako. Nitaanza na kitabu cha Mithali cha kwanza kabisa. Kitabu cha Mithali sura ya 18 aya ya 21. Bila shaka watu wengi wanafahamu kwa habari ya hii Mithali sura ya 18 aya ya 21 inasema nini? Mithali sura ya 18 aya ya 21 inasema hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Sasa kwa nini mauti na uzima viwe katika uwezo wa ulimi? Usisome maandiko kimazoea. Soma maandiko yako kwa namna ya kutafakari. Neno hili Mungu anataka kusema nini juu ya neno hili? Mungu amemtumia mtumishi wake kusema nini juu ya neno hili? Sawa? Kwa hiyo neno linasema mauti na uzima huu katika uwezo wa ulimi. Ulimi una uwezo gani? Swali linaanzia hapo. Kwa nini mauti na uzima iwe katika uwezo wa ulimi? Kwa sababu hapa tunaambiwa kwa habari ya mauti na kwa habari ya uzima. Mauti ni kifo, na kifo kinaweza kuwa cha mwili au cha roho, ama kufubasha ama kuyafanya mambo yasitokee, vyote ni vifo. Kutamka vitu visiwe, yote ni kifo. Uzima ni hali ya kutamka mambo yakawa, ni uhai, matokeo chanya. Unafanya jambo linaleta matokeo. Kumbe Mithali inatufundisha kwamba tunachokitamka kinaweza kuleta matokeo kadiri ya vile ambavyo tunatamka. Kwa tukiyatamka mabaya, kumbe yanaweza kutokea, na tukiyatamka yaliyo mema, kumbe yanaweza
kutokea mithali hiyo. Lakini anasema mbele yake hapo hapo, baada ya kusema mauti na uzima ipo katika uwezo wa ulimi, lakini anasema na wao waupendao watakula matunda yake. Nini anamaanisha hapa? Wale ambao wanapenda kutumia ulimi vizuri, utapata matunda yake yaliyo mema. Kumbe neno hili ni zito sana katika maisha yetu, lakini hebu jiulize, wewe umekuwa ukitamka mara ngapi mambo hasi? Umekuwa ukiwaambia watu mara ngapi mambo hasi? Umeshajiuliza namna hiyo? Una watoto, una rafiki zako, una watu wako wa karibu, unatamka maneno hasi. Wewe hautofanikiwa wewe. Mimi nakwambia huko na kukwenda huko, huko unachokifuata hakitokuwa. Wewe ni mpumbavu sana wewe. Mpumbavu sana wewe bila sababu. Wewe maisha yako umekuwa ni mtu mjinga tu. Unatamka vitu ambavyo ni matokeo hasi. Yaani vitu ambavyo vinaweza kusababisha mtu asiendelee. Ndio unavyotamka ujue. Unawaambia watoto wako huna akili. Huna akili. Wakati mwingine mnawaita majina ya wanyama. Unafikia hatua ya kumwambia mtoto wako mbwa wewe, kenge wewe. Unatamka, kumbuka, na neno la Mungu linasema mauti na uzima upo katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo kumbe ulimi una uwezo mkubwa. Ulimi ndio unaponya na ulimi ndio unaua. Kwa hiyo kumbe kutamka kwako hayo maneno hasi yanatokea kwa wengine. Kwa hiyo unaharibu maisha ya wengine, lakini hujui. Unaona ni kawaida, kwamba umeliona neno la kawaida, lakini kumbe mbele ya Mungu anajiuliza, huyu anayetamka hivi anajua anachokitamka? Watoto wanaletewa ripoti za kufaulu, wewe unasema mtoto wako kwamba mtoto wangu anaga akili. Umetamka neno hasi, kumbe wewe ndio unaidumaza akili ya mwanao kwa kutamka maneno hayo. Sasa nimekupa mfano kwenye kitabu cha Mithali ili nikuoneshe kwa jinsi gani mfungo wako unaweza kuharibika. Sasa twende moja kwa moja kwenye pointi yangu ya msingi ya kwamba ukiyafanya mambo haya mfungo wako utaharibika, ama mambo yanayoharibu mfungo wako. Jambo la kwanza ni kutamka. Ndio maana nimeanza na kueleza kwa habari ya kutamka. Mfungo unaofunga maana yake ni nini? Unafunga mfungo ili umlilie Mungu katika jambo fulani. Umeenda kwenye mahakama ya Mungu kwenye jambo lako fulani. Umeona kuna jambo unalifuatilia kwa muda mrefu, halina matokeo, ama unahisi kwamba kwa uzito wa jambo lako bila mfungo haliwezekani. Umehisi hivyo na ni vizuri, umewaza vema. Ukasema sasa uingie kwenye mfungo wa kuombea jambo lako katika kipindi ambacho wewe mwenyewe utakuwa umejipangia. Sasa ukishaingia kwenye mfungo ni sehemu ya sala ambazo zipo katika kanuni ya kiroho. Kwa hiyo mfungo ni kanuni ya rohoni. Mfungo una masharti yake. Mfungo una maelekezo yake. Ndio maana mfungo unaposema nimefunga, umefunga nini? Mimi nimefunga kwa mfungo ambao ni standard. Sitakula, sitakunywa tangu asubuhi mpaka jioni kwa masaa 12. Huo tunaita mfungo standard. Masaa 12 umefunga, hautokula masaa 12, ili umwambie Bwana shida zako, umpelekee Bwana shida zako. Ama unafanya mfungo wa toba, ama unafanya mfungo wa kuisha roho yako, ama unafanya mfungo wa kuomba kibali. Unaenda mbele ya Bwana. Kama ni kwenye toba, kupitia mfungo huo upate matokeo ya msamaha. Kama ni kuhuisha roho yako, kupitia mfungo huo Mungu auishe roho yako ipate kupata nguvu ambayo unaikusudia. Ama ni kwa ajili ya kibali, basi unatafuta kibali juu ya jambo fulani. Leo nitaongelea zaidi kwa ajili ya kibali, kwa watu ambao wamefanya mifungo ambao wanatafuta kibali. Una jambo lako, una mgonjwa unataka apone, unaugua unataka upone, unatafuta kazi unataka upate kazi, umechoshwa na marafiki wabaya unataka Mungu awaondoshe. Vyote hivyo ni vibali, shida mbalimbali, unatafuta nafasi ambayo Mungu atakujalia kupitia mfungo wako. Sasa umeingia vizuri katika mfungo,
ulipoingia vizuri katika mfungo, umesema sitokula asubuhi mpaka jioni, ama umefunga siku 3 kavu, ama umefunga 7 kavu, yote mifungo ambayo ina nia maalum. Tofauti ni uzito wa nia yako na uzito wa mfungo wako. Yote hii ina sheria moja: kuwa makini kwa unayoyatamka katika mfungo wako. Kuwa makini na unayoyatamka ukiwa katika mfungo wako. Ukiwa umefunga ukaendelea kuongea maneno ya mzaha, kwa mfano unaenda kwenye mabaraza ya watu ambao wanapenda utani usiokuwa na maana, utani wa kijinga, maneno ambayo mbele ya Mungu hayapendezi. Yanaweza asiwe matusi, lakini ni maneno ambayo ya dhihaka, ambayo Mungu hayampendezi. Na wewe ukaendelea katika madhabahu hizo, ukaendelea katika mikutano hiyo ama mabaraza hayo, elewa kwamba mfungo wako utakuwa umeuharibu. Umeingia kwenye mfungo, unaenda kwenye mabishano yasiyo rasmi, mabishano ya mambo ya dini, mabishano ya mambo ya mpira, mabishano ambayo yanaweza kukasirisha. Unatamka vitu ambavyo aidha vinaweza kumkasirisha mwingine au vinaweza kukukasirisha wewe. Ukishatamka neno hasi, nimesema kinywa chako, kumbuka, kinatamka mambo yenye nguvu. Neno la Mungu limesema. Kwa hiyo umetamka maneno makali kiasi kwamba yamemfanya yeye amekwazika, tayari mfungo haupo. Nina kuhakikishia ndugu yangu, wala sibahatishi ninachoongea, tayari kwa maneno ambayo wewe umeyaongea mwenzako akaumia, utaomba toba sawa, lakini mfungo umeyeyuka. Mfungo umeyeyuka. Huo mfungo ambao ulikuwa unaofanya umeyeyuka, haupo tena. Umeharibu mfungo wako, umeharibu saumu yako, umeharibu mpangilio mzima wa kufunga. Kwa nini? Kwa sababu ya kinywa chako. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mfungo, chunga sana kinywa chako, chunga sana maneno yako, chunga sana unayoyatamka kwa watu. Unaona watoto wamekaa, we mjinga, njoo. Mjinga ni mtu ambaye haelewi. Sasa pengine hauna sababu ya kumwambia mjinga, maana neno mjinga lina sehemu ya kutumika, sio kila mahali. Unaweza ukawa unafundisha watoto ukawaambia msiwe wajinga, mwe werevu. Hilo sio neno baya, lakini mtoto amekaa katika mazingira, unamwita tu we mjinga, njoo, maana yake umetamka neno hasi, tayari unaharibu mfungo wako. Tayari mfungo wako umeharibika. Tayari mfungo wako hauna maana tena. Ukitamka neno lolote, hata kama ni neno ambalo ni tusi, ni neno lolote baya, neno hasi, mfungo wako umeharibika. Lakini pia jiepushe na kuignore ama kukataa taarifa zinazokuja wakati wa mfungo. Inawezekana ukiwa umefunga, upo katika hali ya utulivu, mtu akakuletea taarifa, alafu kumbe taarifa hiyo ni ya kwako, ila wewe ukamwangalia mleta taarifa ukampuuzia. Kumbe Mungu anakuletea taarifa, na taarifa hiyo inahusiana kabisa na mfungo wako. Sema wewe haukuweza kung'amua kwa haraka kwamba nimeletewa taarifa ambayo inahusiana kabisa na mfungo wangu, ukapuuzia. Ukipuuzia hiyo taarifa, mfungo wako huenda ukafa ama ukapata adhabu. Tutayaona huko mbele mambo ya namna hiyo. Vile vile unapokuwa katika mfungo, anaweza mtu akaja kukuomba chochote kile, usimnyime. Kilicho cha haki, kilicho cha heri, ambacho machoni pa Bwana kinapendeza, usimnyime. Narudia tena, usimnyime. Anaweza kuja kukuomba kitu kigumu sana, kama unaweza kukitoa ambacho ni haki, sio tatizo mbele ya Mungu, toa. Labda umeshika kitu fulani ambacho labda chakula, mfano umebeba chakula kwa ajili ya nyumbani, umenunua labda kilo yako ya unga ama kilo yako ya mchele, umenunua na nyama, ndio unaenda kula nyumbani. Alafu anakuja mtu barabarani na kusimamisha, bwana, ninaomba chakula ulichonunua unipe nikapike nyumbani. Ndugu yangu, mpe. Usipompa, mfungo wako umeharibika, kwa sababu mfungo ukimlia Mungu katika hali ya shtaka, mfungo ni shtaka. Mungu anaweza kukujaribu kwamba na wewe kweli uko tayari kuutumikia mfungo wako, uko tayari ambapo jaribu likiingia unalikwepa. Kwa hiyo mara nyingi unapokuwa umefunga, jaribu lazima liinuke, lazima litainuka jaribu.
lisipoinuka jaribu, huo sio mfungo. Wewe hujafunga sawa sawa. Ukifunga sawa sawa, kuna aina ya jaribu litakuja tu, utaligundua kwamba hili limekuja kwa sababu nimefunga, kuna haja fulani nataka itimie. Shetani hutumia mbinu hizi ili kuhakikisha jambo lako halitimii, kwa sababu shetani ni mwerevu sana, anaelewa kwamba unapofunga unapata matokeo, na unapofunga sawa sawa, kipindi cha mfungo shetani hawezi kukukaribia. Mtu anapokuwa amefunga anakuwa na neema kubwa sana, hivyo shetani hawezi kumkaribia. Shetani anatafuta namna sasa ya kukufanya wewe utengeneze, kufungua ule mlango ili yeye aingie. Ndio unaona mtu anakufuata, bwana naomba nisaidie shilingi 1000 bwana. Unayo mfukoni, lakini unamwambia sina. Tayari mfungo umeharibika. Mtu anakufuata, bwana naomba ninunulie chakula bwana. Unaweza kumnunulia chakula, ila hauzingatii kwamba upo kwenye mfungo. Bwana sina, mimi sina hiyo hela. Na pengine mtu anayekuja anaweza kuja mtu ambaye anaweza kaisa anafanya masiara. Acha masiara ukiwa kwenye mfungo. Hata akija mtu ambaye unadhani anakutania, usikae kwenye utani, upo kwenye mfungo. Anaweza kuja mtu ambaye unahisi kabisa ana uwezo, 1000 anayo, sio zaidi, tena sio 1000, zaidi 1000, ni mtu ambaye mwenye uwezo wa kujikimu. Akwambia ndugu yangu bwana, hebu msaidie shilingi 2000 bwana. Usifanye utani ukiwa kwenye mfungo. Mpe hiyo 2000. Usifanye utani. Shetani huwa anawatumia watu wa namna hiyo kwa ajili ya kuharibu mfungo wako. Kwa unapokuwa kwenye mfungo, ukiyafanya mambo hayo, unaharibu mfungo wako. Nimekuambia mambo haya machache kabisa, na utaona kabisa ni mambo ambayo pengine umeyafanya, pengine unaendelea kuyafanya, na ukujua kwamba yanaweza kukuletea madhara ya kiasi gani. Sasa tuone watu walifanya nini ikawaletea madhara wakiwa kwenye mfungo, na watu wengine walifanya nini ikawaletea faida katika majibu ambayo malaika waliwaletea. Wengine hawakuwa kwenye mfungo wakaletewa habari za neema wakazipokea. Wengine walikuwa kwenye mfungo wakaletewa habari za neema wakazipokea wakiwa na mashaka. Walipokuwa na mashaka wakapata adhabu. Kwa sababu ya nini? Ya kutamka. Kumbe ukitamka jambo basi linaweza kuharibu mfungo wako, ama linaweza likashusha kiwango cha mapokeo, kiwango cha nguvu ambayo litakuwa ipate katika mfungo inashuka kwa sababu ya mazoea mabaya ya kutamka vitu ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu. Shika Biblia yako, tunakwenda kusoma kwa habari ya Luka sura ya 1 aya ya 11 na kuendelea. Nitakuwa naziruka aya fulani, lakini nataka kukuambia kwa habari za mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Zakaria. Huyu mtu alikuwa anafanya maombi sana kwa ajili ya kumwomba Mungu ampatie mtoto. Zakaria alikuwa na mke wake na waliishi kwa muda mrefu mpaka wakafikia uzee wao, lakini hawakufanikiwa kupata mtoto. Lakini maombi yao Mungu aliyasikia, na dua yao Mungu alisikia, akaenda akawajibu. Sasa tuone wakiwa katika mfungo, Zakaria akiwa katika mfungo na akiwa katika maombi, nini kilitokea? Anaomba sawa sawa na wewe unavyofunga na kuomba. Pengine unaomba maombi ya muda mrefu, halafu haui makini kwamba upo katika mfungo, upo katika maombi ambayo Mungu anaweza kukujibu wakati wowote. Unajua unaweza ukafunga, unaweza ukaomba, lakini Mungu akakujibu kwa wakati ambao yeye anaona unafaa. Basi tusome aya ya 11. Tunaona Zakaria akiwa anahudumu hekaluni anatokewa na malaika. Inasema hivi: akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria anatokewa na malaika wa Bwana. Na aya 13 inasema, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yohane. Tunaona malaika anamwambia usiogope Zakaria, kwa kuwa Zakaria alifadhaika alipomwona malaika. Lakini malaika anamwambia usiogope, maana dua yako imesikiwa. Nini hapa? Nasema dua imesikiwa. Na mara nyingi hapo kale hao watu walipokuwa wanafanya maombi maalum walikuwa ndani ya mifungo. Walikuwa lazima wawe ndani ya mfungo. Kwa tunaona Zakaria alikuwa katika mfungo maalum kwa ajili ya kuomba apate mtoto. Na katika uzee huo ndipo malaika wa Bwana anakwenda kumtembelea Zakaria na kumpa taarifa ya kwamba dua yake ya siku nyingi imesikiwa na atapata nini? Atapata mtoto na jina atamuita Yohane. Lakini si hayo, ukienda aya 14 mpaka 17 anaeleza hizo sifa jinsi zilivyo. Lakini mimi nataka nikuoneshe kwamba unapokuwa kwenye mfungo,
alafu ukitamka maneno fulani, mfungo wako unaweza kubatilika. Ukitamka hayo maneno, mfungo wako unaweza ukashushwa kiwango, ama wewe ukapata adhabu kupitia mfungo, kwa sababu umeenda mbele za Mungu kushtaki. Mungu anakuletea majibu, halafu unatamka maneno ya kuonesha kutokuamini. Twende tusome aya ya 18. Baada ya Zakaria kupewa majibu na malaika Gabrieli, nini kilitokea? Aya ya 18 inasema hivi: Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Sikiliza, yaani Zakaria ameomba na malaika anamwambia dua yako imesikiwa, alafu Zakaria anamuuliza malaika, nitajuaje neno hilo? Yaani haoneshi kuamini. Nitajuaje neno hilo? Yaani lina uhakika gani? Anasema, maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Yaani yeye hakumuona malaika, yeye hakuona uweza wa Mungu, yeye hakumuona Mungu, yeye akaona uzee wake, yeye akaona ukongwe wa mke wake. Kwa hiyo akasema kwamba kwa kuwa mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe, jambo hili haliwezekani. Anamwambia malaika, ndio maana akasema nitajuaje neno hilo? Na ili kuthibitisha kwamba haliwezekani, ndio anatoa vigezo vya namna hiyo. Zakaria alikuwa kwenye maombi na alikuwa kwenye zamu ya kuhudumia hekaluni. Zakaria alikuwa kwenye maombi ya kuomba mtoto. Sasa sijui kama alisahau kwamba anaomba mtoto ama la. Sasa Zakaria, kumbuka, alikuwa ni kuhani, alikuwa ni mtumishi wa Mungu na anafanya mambo haya. Vipi wewe ambaye huko nyumbani unasema tu ngoja tu mimi nifunge? Kumbe hata watumishi wa Mungu wanaweza kuingia kwenye hii kadhia ambayo naifundisha hapa. Unaweza kuwa huko kwenye maombi maalum, unaweza kuwa kwenye mfungo wako wa kila siku, unatamani Mungu akutendee jambo fulani. Maneno ya kinywa chako unayotamka kila siku yakaharibu mfungo wako, yakaharibu saumu yako, yakaharibu kila kitu kwenye mfungo wako, kwa kutamka tu, kwa kutamka tu. Yaani umetamka maneno ambayo wewe unaona ni ya kawaida, kama Zakaria alivyosema, nitajuaje neno hili? Ukiliangalia neno la kawaida, lakini ngoja nikuoneshe nini kilimkuta Zakaria. Tutasoma aya 20. Malaika wa Bwana anajibu, natazama utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo. Adhabu hiyo Zakaria anakutana nayo na anampa sababu. Anasema, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Basi kwa neema ya Mungu akasema huyo Yohane atazaliwa, yaani huyo mama atapata mimba na Yohane atazaliwa. Lakini wewe kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, hautosema kuanzia leo mpaka mtoto atakapozaliwa. Kwa hiyo kama mimba ile ilichukua miezi 9, bwana mkubwa huyu manake alikaa kifungoni bila kusema miezi 9. Bwana we, kuongea kuzuri ndugu yangu. Mtu uliozoea kusema, kusalimiana na watu, kucheka, kufurahi, unatoka hekaluni ndugu yangu, miezi 9 sio mchezo. Lakini neema tu ya Mungu akasema huyu nitampa adhabu ya miezi 9. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe ukiwa kwenye mfungo, kuwa makini na mfungo wako kwa kutamka, kama vile tunavyoona katika Mithali sura ya 18:21, mauti na uzima upo katika uwezo wa ulimi wako. Kumbe unavyotamka unakinzana na malaika, na malaika sio lazima aje malaika kama vile alivyomtokea Zakaria. Hapana, malaika anaweza akaja mtu tu, nikakwambia umenunua kifurushi chako, umeenda mwenyewe ukasema ngoja nikajipikie futari yangu jioni, umebeba labda tambi zako, umebeba viazi vyako na mihogo yako na nazi yako, ndio hela ulikuwa nayo mfukoni. Akaja mtu anakwambia, bwana naomba hicho kifurushi nikapike mie nyumbani. Wewe unasema ninacho hiki. Mjomba, umemkimbiza malaika. Kaka, umemkimbiza malaika. Dada, mama, umemkimbiza malaika. Malaika anakuja kwa namna ya pekee. Nimekuambia hapo awali kwamba mfungo lazima uwe na majaribu. Kwa hiyo ukiwa katikati ya mfungo lazima utapata majaribu. Lazima utapata majaribu. Kuna kitu kitatokea tu. Nikakwambia tena, anaweza kaja mtu ambaye wewe umemzoea, mnataniana kila siku, lakini wewe ukishakuwa kwenye mfungo, haupo kwenye utani, upo kwenye serious case. Wewe unadili na Mungu, kuna kitu chako unamlilia Mungu. Anakuja mtu ambaye mnataniana, anakuambia bwana nige shilingi 1000 hapo, au nige 500 nikanywe juice hapo. Kuwa makini. Huyo mtu anaweza kuwa ana hela zaidi ya kwako wewe, lakini akikuomba 500 mpe. Hilo ni jaribu lako ndugu yangu. Usipompa ukizani kwamba ni mzaa, basi ujue mfungo wako unaweza kuwa umeharibika kama tunavyomwona Zakaria. Kwa lazima kuwa makini unapokuwa katika mfungo. Lazima uwe makini unapokuwa katika mfungo. Kuwa makini sana juu ya maneno unayotamka, juu ya watu unaokutana nao na juu ya maisha unayoishi. Usichukulie mambo rahisi. Katika mfungo Mungu wajaribu sana watu. Ndio maana watu wengi wana kesi za kusema nimefunga sana lakini sipati matokeo. Sio kwamba upati matokeo
kanuni za kiroho ulizikataa au kuzijua ukazipuuzia, ukaziacha, matokeo yake mfungo wako ukabatilishwa. Sasa ukisoma Luka hii sura ya kwanza, kuna watu wawili hapa. Tunamuona Zakaria, lakini tunamuona Mariamu. Mariamu naye hakuwa kwenye mfungo, alikuwa kwenye kipindi cha uchumba wake, lakini anaipata taarifa ya neema kama taarifa aliyopata Zakaria. Je, Mariamu kilitokea nini kwake baada ya kupata taarifa? Tusome kwa habari za Mariamu. Tunaona katika aya ya kwanza ya Luka sura ya 28, malaika anamtembelea Bikira Mariamu. 28 anasema nini? Anasema hivi: akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Sura ya 28, malaika anaenda kwa Mariamu akiwa hana hili wala lile, anamwambia salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Tunaona hapa sasa Mariamu anafadhaika. Mariamu anajiuliza moyoni mwake, hii ni nini? Ina maana gani? Mbona sielewi? Akiwa anaendelea kujiuliza moyoni mwake, malaika anamwambia, tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamuita Yesu. Unaona, habari ni ile ile, tofauti nani kapelekewa taarifa. Huyu kaomba mtoto, akaambiwa kwamba atapata mtoto akiwa kwenye maombi. Anaomba mtoto ambaye atapata mtoto wa kiume, atamuita nani? Yohane. Huyu hajaomba mtoto, lakini analitoa taarifa hiyo hiyo ya kupata mtoto na jina lake atamuita Yesu. Huyu kapewa jina na yule kapewa jina. Sasa ukiangalia kimsingi, Mariamu alipaswa kushangaa zaidi kuliko nani? Kuliko Zakaria, kwa sababu Zakaria alikuwa anaomba kitu anachokijua. Alikuwa na mke tayari ameoa, na alikuwa anatafuta mtoto, anaomba. Ndio maana Biblia inasema dua yake imesikiwa. Mungu, malaika anamwambia, dua yako imesikiwa ya kutafuta mtoto, utapata mtoto na jina lake utamuita Yohane. Lakini anapelekewa majibu, anaanza kuonesha mashaka. Mariamu hakuwa na mpango wa mtoto, kwa sababu hata alikuwa hajafunga ndoa bado, alikuwa amechumbiwa, lakini anatoa taarifa ya kuzaa mtoto na jina utamuita Yesu. Kwa hiyo Mariamu ndio alitakiwa awe anashangaa zaidi, kwa sababu analetewa taarifa ambayo ni ngeni katika maisha yake na ni ya kustaajabisha kabisa. Lakini Mariamu alifanya nini baada ya kupewa taarifa hii? Basi malaika akaendelea kutoa maelekezo kama aliyopewa Zakaria, mtoto atakuwaje, wa namna gani na namna gani. Mariamu ikabidi amuulize malaika. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Kumbuka Mariamu alikuwa amechumbiwa. Mariamu anategemea kuolewa, na kipindi hicho huwezi kuwa unashiriki na mume na mwanaume wakati hujaolewa. Ilikuwa ni dhambi kubwa, na unaweza ukauliwa na ukatengwa na familia. Ndio maana Mariamu anajiuliza kwamba anamuuliza malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Yani anashangaa, na malaika alielewa kwamba huyu anashangaa kwa sababu hamjui mume, na jambo hili halijapaswa kutokea tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa hiyo Mariamu pamoja na mshangao alikuwa na maswali ya kutaka kujua itakuwaje. Sio mimi sitaki, kama Zakaria alivyoshangaa kwamba itakuwaje. Anasema nitajuaje neno hilo, yani nitajuaje, sio itakuwaje. Tofautisha kati ya nitajuaje neno hilo na litakuwaje neno hilo. Zakaria anasema nitajuaje neno hilo, Mariamu anasema litakuwaje neno hilo. Haya ni maneno mawili tofauti. Huyu anauliza litakuwa kwaje, mbona sielewi, lakini huyu anasema nitajuaje, yani nitahakikishaje. Huyu ni mpinzani, ndio maana alipata adhabu. Lakini Bikira Mariamu yeye anasema litakuwaje neno hili, mimi simjui mume. Malaika akaendelea kumweleza jinsi itakavyokuwa. Aya 35 mpaka aya 37, malaika anaeleza kwa habari za jinsi ambavyo atapata mimba na kumzaa huyo mtoto. Basi mwisho sikiliza kitu ambacho Mariamu anakisema. Anasema katika ile aya ya 38, Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Baada ya kusikia maelezo hakubisha wala hakutaka kusema na mume wangu itakuwaje na ndoa yangu itakuwaje. Alisema tu neno moja kwamba tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Nimetaka kufundisha kitu hapo uelewe. Huyu hakuwa katika maombi akaletewa taarifa akaibeba vizuri. Huyu mwingine alikuwa kwenye maombi akaletewa taarifa akaanza kuonesha mashaka. Kumbe unapokuwa katika mfungo wako linaweza likaja jambo fulani ukilitilia mashaka tu. Maana yake ni nini? Maana yake utapata
kufubasha mfungo wako. Unaweza mfungo wako ukakosa nafasi sahihi, ama mfungo wako unaweza ukafutwa, ama mfungo wako unaweza usiwe na faida katika hilo ambalo unaliomba. Ndio maana unakuta watu wengi sana wanalalamikaga hii kesi kwamba mimi mbona nimefunga na sipati matokeo. Hamna mtu anafunga ambaye hapati matokeo. Lazima utapata matokeo, hata kama yasiyo matokeo kuonekana, lakini majibu utayapata na majibu utayaona. Nimejaribu kukueleza kwamba mambo yanayoathiri mfungo wako ama mambo yanayoharibu mfungo wako ni mambo mengi ya kawaida sana. Kutamka ni mambo ya kawaida sana ambayo watu wengi wanatamka, lakini unatamka nini? Ukitamka neno lolote baya ukiwa kwenye mfungo, ujue mfungo wako umebatilika, ujue mfungo wako haupo. Mtu akikuomba kitu ukamnyima wakati unacho, ujue kabisa mfungo wako umeondoka, haupo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wewe pengine unavifanya, yule mwingine anavifanya, na huyo pena mwingine anakuwa anavifanya kwa mazoea, lakini kumbe mazoea hayo ndiyo yanaharibu mfungo. Kwa hiyo somo langu la leo nimetaka nikufundishe mambo yanayoharibu mfungo wako. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa umepata kitu fulani, utakuwa umeelewa kitu fulani ambacho kitakusaidia hasa katika kipindi hiki ambacho wengi wapo kwenye mfungo. Basi nikutakie kila lilo laheri. Roho Mtakatifu aendelee kukusimamia, aendelee kukuimarisha, uanze kupunguza kutamka maneno yasiyofaa ukiwa kwenye mfungo. Uelewe kwamba ukiwa kwenye mfungo unapaswa kujilinda. Yaani ukiwa kwenye mfungo wewe mwenyewe unapaswa kujilinda, na utambue kwamba upo kwenye mfungo ili usije ukaharibu saumu yako, ili usije ukaharibu mfungo wako, na Mungu wa mbinguni akutie nguvu. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok, lakini kwenye channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Upatapo neno hili, injili, neno la Mungu, basi kama una uwezo sambaza kwa wengine, watumie linki, nao watasikia, watabarikiwa na kufunguliwa mambo mbalimbali ambayo pengine walikuwa wako gizani hawajui, lakini kwa kupitia wewe kuwatumia hiyo linki wanakwenda kufunguliwa. Usiwe mchoyo, isambaze injili kama sisi ambao tunajitoa kukufundisha wewe. Nawe basi ukipata neno hili mtumie mwingine, mtumie na mwingine, mtumie na mwingine. Endeleeni kusubscribe katika channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, basi ili uwe wa kwanza kupata vipindi ambavyo tunavituma, uwe wa kwanza kupata vipindi ambavyo tunavirusha hapa YouTube. Lakini ni pia unaweza ukawa una maswali, unaweza kuwa una changamoto, unaweza kuwa unataka kufahamu kitu fulani, unataka ushauri, tafsiri za ndoto, maombi na maombezi ya binafsi na familia yako. Namba za simu ziko hapo, unaweza ukatupigia kwa kuhudumiwa zaidi, kwa msaada zaidi wa huduma. Na tambua ya kwamba huduma yetu sisi ni bure, hakuna malipo yote. Gharama ni wewe kuweka salio, kutupigia, na sisi tutakuhudumia kadiri vile Roho Mtakatifu atakavyotupa nguvu ya kukuhudumia. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.